Assalamu alaikum, Ramadhan Karim wa saumu makbul. Tunatumai ukiwa pale nyumbani mpenzi mtazamaji, saumu yako inakupeleka vizuri. Mimi naitwa Zuhra Mula na leo katika seti ya Iftar and Chill naungana naye Mariam na Haifa. Leo tuna topic ambayo itakuwa a bit nzito lakini lazima tuizungumzie. Tunazungumzia kuhusu zile challenges ambazo kina mama wanapatana nazo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. In as much as tunaambiwa tujitahidi tufanye ibada katika mwezi huu, kina mama wakati mwingine tunapata changamoto. Hizi changamoto ni zipi na tutaweza kudeal nazo aje? Karibu sana Mariam, karibu sana Haifa. Shukran. Saumu yenu inapelekaje? Alhamdulillah. Saumu ilikuwa poa. At least nimekunywa chai, nimeshika mantu, niko sawa. Haifa. Alhamdulillah kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Na alhamdulillah mwezi mtukufu wa Ramadhan ukifika, kila mtu is looking forward to the month. Yeah? At least ukithirishe ibada zako kama ni kusoma Qur'ani, kuswali na mambo mengine. Now on top of that kuna masuala kutengeza iftar na pia suhur. Pia hautakuwa tunaswali. Unaamka kupika suhur? Ngoja nikuulize. Mama we. Kuna watu kunje lazima waamke upike ugali. Kwa sababu hatuwezi kupika hatuwezi kula rice. Unashangaa? Well, that is new. Especially aswa nikiangalia upande wetu Mijikenda. Wakati wadaku ilikuwa tukiamka tunapika ugali. Watu walikuwa wanaamka wanapika ugali, maana kuna wanaume pale. Wajua na wanasema wali na wali hapana, wanaamini kwamba wali haushiki tumbo na sima inashika tumbo. Sima hiyo. Nasikia Maria. Wait, what is your ideal suhur, maybe to start us from there? Mimi suhur kitu yoyote tu nakula. Bora umekula. Hata watu wengine tunapita tu hivyo. Tunaweka maji plus sometimes hata for me suhur si lazima. No, kiniambia unaamka hiyo mapema yote kupika ugali unanishtua. Na ujue muda ambao wanapenda sana kuamka. Mida kama ya saa 9 na kitu. Maana unajua suhur wanakula mbi saa 10 na kitu. Sasa umeamka wewe kama ni washakuni vizuri, muanze kupika nini? Muanze kupika sima. Mimi kusema kweli, mimi binafsi Haifa sipendi kula chakula kizito. Masaa yenye mnaamka kupika ugali, si muamke mfanye adhkar. Sasa unajua nyumba ni tofauti, hazikui sawia na wanaume pia ni tofauti. Kuna wanaume wao malezi yao ni sima. Yeye bila sima yuona maisha hayaendelei. Lakini ukiangalia mtu kama mimi nimezoea kukula kitu light, specifically tende na maziwa. That is the trick actually yenye nilimpa mamangu. Nikamwambia ukitaka vizuri kushinda vizuri, kula tende na maziwa. Wallahi utashinda umeshiba. Hautasikia dhiki. Tende na maziwa is best. Kama uwezi tende na maziwa, tende na maji. Lakini alikuwa na ugali unachokesha mwili nzuri sana. Alisema ni sunna nzuri sana. Chukua tu tende 3 tu. Si 3 ule nyingi. 3 tu hivi 1 na maziwa yako. Lakini msisahau that watu ni tofauti. Ndio hivyo tunafanya kazi, watu wanafanya kazi tofauti. Kuna wale construction workers wanahitaji nguvu. My brother works in a construction site na tende na maziwa na anashinda tumbo hazifanani. Hapo sasa. Now sisi tunalalamika kuhusu hiyo kuamka kupika sima. Now there's this woman mwenye like kama wanakula hiyo daku 4, kumaanisha ameamka like 3 or even 2. Probably wanataka hiyo sima, anataka kuwe na rice hapo, anataka kukuwe na chai, anataka kukuwe na juice, like all this. Huyo anatumbo. Yes, watu wako Mariam. Now imagine the struggle that this woman has to go through to actually make that food. And mind you, what is the purpose of Ramadan? What tuende pole. And mind you, pia iftari alianza saa 9 mchana kupika iftari. So unaweza pata hata hakupata swala dhuhur ama asir, jua alikuwa tu jikoni. Maghrib ndio imefika, ni atarishe, alete vitu kwa meza, watu wakule, waswali bla bla bla. Alale. So like by the time anaenda kulala huyu mama amechoka. Ndio saa zingine huwa anasema itafikia mahali nadhani wanaume watakuwa ni mas'ul kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sawa mwanamke akifanya vile
naamini awe anajifanyia, kwa sababu unajua kuna mwanamume ambaye yeye anategemea yeye ndo anafanyiwa hapa na hapa, lakini kumfikiria mwanamume mzuri ama mwanamume mwema ni yule anamfikiria yule mwanamke, anaangalia huyu pia anataka muda wa ibada, huyu pia anataka muda wa adhkar. Mke wangu, mimi naona bwana, tusipike mambo mengi, pika tu chai na mkate, mimi naja na mkate, tutakula nao daku, ama tutakunywa tende na maziwa. Kwa sababu ukisema unamwamsha ile, umemwamsha mpaka kuchelewa, ilikuwa ule muda kama ule ndio utumie kufanya nini? Utumie kufanya ibada. Wewe kama unasimama kama imamu, yeye kama ako nyuma yako anakufuatilia. Anafanya ile ibada, anaye anasikia raha, mume wangu amenipa ile nafasi. Alafu pia kitu kingine, wanaume, wewe umeachia bibi yako hizi shughuli zote, umetoka umeenda msikitini, yeye umemwacha hapo apambane na hali yake. You don't, plus kitu kingine, hata ukikuja haumpatii hiyo opportunity ya ati maybe wacha nikusaidia hapa. Umeswali, uulizi umeswali ama hujaswali. Wewe wengine kwanza unakuja na hasira, chakula pengine imechelewa kidogo tu, ama umekuja maji ya kunao imechelewa, ndio hiyo umeanza kurant for no apparent reason. Na huyo mtu ameshinda kitchen tangia 3. Na ndio kaambua miongoni mwa tuseme kama mahaba ya Ramadhani ni wewe mume kumsaidia mke wako. Msaidie mkeo mambo mawili matatu. Kuna wanaume wanakuna nazi. Anakuna nazi bwana. Na inawasaidia kubondi ile wakati, especially zile siku kuna wanaume utawapata jikoni na wake zao wanasaidiana. Huyo mwanamke unaambia wewe umemsaidia kufanya zile kazi za nyumba, umemsaidia, atasema mimi namwacha mume wangu atina ninioni ama anadhiki. Hapana, atakuwa encouraged. Atakuwa encouraged. Kwa hivyo nafanya hivi, lakini mume wangu akinipa mkono, haimaanishi kwamba utaka ile jiko kila saa. Mtume mwenyewe alisaidia wekeze. Vipi lakini hawa wa sasa hivi unamwacha, unakuja na wageni wako. Kwanza hapo kwa wageni jamani, this time round let us do differently because our women are struggling. Inafaa tu iende kwa wanaume. Wewe umeacha bibi yako anapika chakula, maybe it's just you and her kwa nyumba. Sawa? Umemwacha anapika chakula ya watu wawili. Umefika msikitini, umekutana na rafiki zako, unampigia simu ati halo, unakuja na wageni. Mnataka chakula ishuke juu kama maana na salwa ama? Acha hata hivyo. Wewe umetoka umeniambia utakuja na wageni wako. Uko jikoni anayekaa ni mimi peke yangu. Umesema sawa, mimi nitakuja na wageni sawa. Umeniambia pika wali, pika bajia, pika kaimati, pika nini. Unataka kuonyesha kwamba najua kupika ama? Maana hatuko kwa competition. Na swala lazima ni kwamba Ramadhani ni ibada. Ramadhani kwa shakuwa kwamba kila mtu anataka ile, mimi nataka kupika, nataka kupika kila aina ya chakula. I'm one of them, ndio nataka kutry. Lakini hata wanaume wakikuja, si ati wanakuja kwako wataingia wakae wasome suratul Fatiha, wakuachie baraka ya suratul Fatiha ama hata sura gani hapo ndani kwako, watie dua wakuachie na baraka. Kila mtu atakuja wakule, wakimaliza kula kila mtu achanganye miguu. Yaani wale wataenda huko kusema chakula ilikuwa mbichi, chakula hivi. Sipingani na hilo kwamba kuna ni sawia kumfuturisha mtu kuita wataka zile baraka kwa sababu exactly. Acha hata kwa shako ile mapema, wewe mume kuwa na mchango wa kumsaidia huyo. Yuko peke yake ambayo utaweza kumsaidia. Sio wewe uko kazi kuanzia Monday hadi Friday, alafu unaamua kuleta wageni Wednesday siku yenye uko. Chagua hata Saturdays kwenye uko off. Ukiangalia kuna mwanamke ambaye yuko kazini yofanya kazi. Kuna mwanamke labda akona mtoto anafaa kumwangalia. Huyo mtu mmoja mkono mmoja, hata kama tuliambiwa wanawake tuko na 6 senses na wanaume wao hawana ile ya kusema watafanya kazi na multitasking. Hata kama sisi tuko na hiyo multitasking, lakini isikuwe too much to take advantage. Kwa sababu huyu mwanamke akona changamoto zake. Emotionally kwamba umemdrain. Hata akienda kufanya ile ibada yake pale kumsujudia Mwenyezi Mungu amechoka. Plus kama umerealize kama unafanya ibada na umechoka, like unafanya tu bora tu unifanye, like you don't have any attachment kwa hiyo ibada. Like huyu mwanamke pia anataka kubenefit, lakini simply because you are the man and you set the rules, unamfanya hata nakosa kufanya hizi ibada. Wakati utashinda mosque, utasoma Qur'an, yeye muulize. Unajua afadhali ule mwenye atashinda mosque asome Qur'an. Kuna mwingine atakuacha hapo aende kukaa base wapige story. Hapana. This time umeacha mkeo akapika akamaliza amefanya kila kitu, wewe mwenyewe bado hapa hata nyumbani hujafika ile kusema basi unatabaruku. Umeenda wapi? Kwa marafiki zako. Kwenda kupiga story. Alafu kwa shakuwa unafanya mtu
anapika chakula kingi. Which I know wanawake tunapenda kuupishi ama kusema kuingia jikoni kila saa, lakini tuangalie vyakula tunavyopika ndio tuweke time pia ya ibada. Hatuwezi laumu wanaume kila saa ama sana tutawalaumu. Sisi wenyewe tunapenda kupika. So, utakuta kuna mwanamke atakakuwa kama Wahindi ama atakuwa kama Waarabu, buffet nzima hiyo umeiweka. Na ni wewe na mume wako na mko watu wawili. Sio kama unasema mimi chakula naenda zangu basi kupea wale watu wa street kule njiani. Ikifika kesho ama kesho kimeharibika. Alafu kama kwani kuna joto hata ifike kesho kuto unalala ukiamka asubuhi chokolati daku mate daku itakuwa hakuna. Sasa ni miongoni mwa changamoto ambazo naamini sisi kama wanawake tunapaswa kujiweka mbele, mstari wa mbele, kuhakikisha ya kwamba tunajipangia muda wetu. Kupanga muda wetu ni miongoni mwa changamoto ambazo wanawake wanapitia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unajua there's this saying inasema if you fail to plan you're planning to fail. Kwa hivyo the moment tuko na Rajab na Shaban ya kupanga Ramadhani, so you as a person nafaa by the time Ramadhani imefika umejipanga, unajua schedule yako inakaaje. Very true. Unajua kupika yako unapika nini, hata kama within what time na unapika chakula kiasi gani unless uko na wageni. Mimi najua kwangu tu tuko watu wawili wenye tunafuturu, mbona nipike wali kilo moja? Ilhali hata kuota hatumalizi. Si nipike tu hiyo kuota yangu na mchuzi. Maybe you can add something hapo kando. Wale tunapenda vitu mzuri wale wa ndizi za nazi, vitumbua hivi. Hizo you can just add something little hapo on the side na chai. Sawa. Instead of mimi nipike wali kilo moja, maharage ni kilo, sijui chapati mfuko mzima, hiyo chakula yote inaenda to waste. So one ni sisi wenyewe as ladies tuna fail ku plan. Sawa. Kitu kingine tunapika kuimpress. Hii si mwezi ya kuimpress watu. Hii ni mwezi ya sisi kukaa chini kuimpress Allah. Kabisa. Sawa. Unataka nipike ubebe bwanangu, hii chakula ya leo bwanangu atasema aje? Chumvi sijui nini. Hii ni mwezi wetu, si tukae chini tufanye nini? Tuchangamane na ibada. Like tukue sisi na ibada hivi. Now let us tumezungumza hiyo challenge having to like make so many dishes especially for iftar na suhur. Nataka sasa tuangalie challenges ambazo labda another thing hapo kwa so many dishes. Unakuta yes umepika. Sawa, wewe umepika chakula kingi. Alafu tuko na majirani pia. Haifa ananiletea, amepika sijui nini. Unaniletea, huyu mwingine ananiletea, sasa unakaa uko na kile chakula wewe umepika na kile kama majirani 5 wamekuletea wote. Ni israf jamani. Tusipate madhambi hizo za kujitakia. Yeah, because unaona ukitembea uko kwa streets like kwa estates zetu sisi Waislamu kwenye tuko wengi, utakutana tu na chakula zimetupwa. Let us find ways ya kumitigate that. Tuko na street children. Hiyo chakula kama mnajua mtu maliza packet vizuri, msimix packet kwa makaratasi kando hivi. Eka tu pali, hata street children wakikuja wakiona wataichukua tu mtu wakule, asikule chakula imechanganya inakaa venye inataka. So kuna kina mama wale ambao wananyonyesha na wale ambao ni wajawazito. Na hata wanajaribu kupata thawabu za huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na as much as wamepatiwa hiyo ruhusa ya kutofunga. But kuna ile guilt yenye mtu anafeel. Hii ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nitakaje hii mwezi yote bila kufunga? Kila mahali ukienda watu wanafunga, wanasoma Qur'ani, wanafanya nini? How can you deal with that guilt? Naamini Zuhra, kabla tujaingilia katika mada nini hiyo part nyingine, hiyo point yani inshallah tuchukue hiyo mapumziko kiasi, alafu tukirudi tutaendelea kwa sababu tunaendelea. Ngoja nataka kumwambia Zura, mtu afai kuwa na feel guilty kwa sababu you've been given the permission. Na watu huku nje wanaelewa shida ni wewe as a person first unafaa ujiaccept venye huko alafu tuendelee. Hiyo point tutakuja uiendeleze maana najua inahusu sana. Mpenzi mtazamaji, we are going to take a short break and when we come back tutaangalia zaidi ni jinsi gani tunaweza kudeal na some of these challenges. See you after the break. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika makala mengine ya Iftar and Chill, ambapo leo tulikuwa tunaangazia changamoto ambazo kina mama wanapitia hasa
huu mwezi mtukufu wa Ramadhan na jinsi gani tunaweza kudeal na hizi challenges. Mariam na Haifa, kabla hatujachukua mapumziko, tulikuwa tunaangalia kina mama ambao wananyonyesha na wale ambao ni wajawazito. Na tukataja kitu cha kwanza ambacho wana deal nacho ni ile guilt. Like unaona, ya Rabbi, kwa nini mimi nakosa hizi taabu zote jamani? Yeah, but in that sense unasahau ama you don't realize that it is for your own good. Mwenyezi Mungu amekuepushia ama amekuexempt from kufunga kwa sababu it's better for your health in that instance. Yeah, pia kitu kingine ni ina depend na mwili yako. Kuna mtu kama ni mjamzito anaweza funga hizi siku zote, na kuna mtu mwingine ujauzito wake hawezi mruhusu kufunga. Sawa. Kuna mtu akinyonyesha anaweza funga na kuna mtu akinyonyesha hawezi funga. So ni mwili yako tu venye itareact. Ndio maana utakuta wengi wanapoenda hospitalini, daktari akimwangalia kama hali yake ni tata sana. Lakini sasa unajua ukienda kwa kuna hizi labda unatibiwa na mtu ambaye si Muislamu, obviously atakwambia it's not healthy, yeah. Lakini ukipata mtu mwenye daktari ambaye ni Muislamu atakupa ushauri, atakupatia diet yako yenye unafaa ukule, what you're supposed to do and what you're not supposed to do. Maana kila kitu kina khairi yake, na ndio maana naambiwa kama una uwezo wa kufunga, kama hauna complications, labda huna shida, ujauzito wako uko sawa, mwili wako unaweza handle ile fasting, basi wanakuruhusu ufanye nini? Uweze kufunga. Kwa sababu ni wajibati. Na ukiangalia bwana, kama asikwambie mtu bwana, sasa hiyo umebeba twins. Ukiangalia umebeba pacha sasa hiyo. Kuna mtu Ramadhani ni mjamzito akajaribu kufunga siku ya kwanza karibu azirai. Na ni mjamzito. Sasa unaona, sasa inategemea kama mwili wa mtu unaweza kuhandle. Kuna wengine miili yao haiwezi handle. Uzuri bwana ni ukishajifungua, ukikuwa healthy vizuri, utajisaidia. Hakuna usaidizi. Utalipa unless kama maybe complications arise and then you die in the process, ndio family itakulipia, but ama kama waona bwana huwezi fidia pia unaweza lipia fidia. So tusiji like tusione ni kama guilty about it. Exactly. Sawa, kwa sababu sisi ndio tumejiambia usifunge. Hapana, ni Allah ndo amesema usifunge. Na it is the best for you na yule mtoto wako. Na alafu pia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama hauwezi kufunga, kuna ibada zingine. Si lazima ufunge. Haujakuwa exempted kusoma dua, haujakuwa exempted kufanya ibada hata kwa kukaa unafanya. Kama labda imefikia kile kitengo ambacho hauwezi kusimama. Kama unaweza kupika, unaweza amua hii Ramadhani basi wacha nifuturishe mtu mmoja ama wawili. Yaani usijifunge ukaona labda umeonewa ama mimi na feel guilty kufanya hivi, lakini kuna ibada ambazo mwenyewe pia Allah amekuruhusu ufanye. Fanya dua kwa mwanao. Dua kumail zipo. Tunaomba tujitahidi sana wanawake wanapokuwa katika ujauzito wawe sana wasome dua kwa wingi. Itawasaidia sana kule pia kupata muongozo zaidi, kumnacha yule mtoto, maana malezi ya mtoto yanaanzia tumboni. Na tumezungumzia kuhusu akina mama wenye wananyonyesha na wale wenye ambao ni wajawazito. But pia kwa wanawake ambao kidogo, wanawake ambao wananyonyesha, kwa mfano wewe unanyonyesha mchana unashinda kazini, kuna mtoto wako tu usiku na asubuhi, unafunga mchana kwa sababu mchana mtoto hanyonyi. Na si ati ukifunga ina reduce production ya maziwa yako, hapana. Maziwa inatoka tu kama kawaida. But I think kitu cha muhimu ambayo all of you guys have mentioned is get to speak to your doctor first. Know your situation. Can you fast? Then go ahead. But ukijaribu siku ya kwanza uone yes niliambiwa naweza, lakini mwili inaniambia usijikhalifishe nafsi yako. Pia kama unanyonyesha na unaona ati ukifunga maziwa yako inapungua, haina haja umwangaishe yule mtoto wakati watu wa kazini, kwa sababu ukifanya hivyo na ni kama unamdhulumu yule mtoto. Na kuna thawabu unapata hapo hivyo. Hapo kweli. Sasa kwa nini ujitese bure? Na kweli kumdhulumu mtoto ni dhambi. Haina haja ujitese, kama mwili imekataa kwa sababu sisi ndio tumejikataza. Allah ndo ametuambia. Yes. Now another challenge ambayo nadhani
most girls fall in ni ile wakati wa hedhi. Nakwambia kuna mtu atakaa naanza kupanga hesabu zake. Hizi siku za hedhi nitazimisaje ndio nihakikishe nimepata Ramadhani. Sasa hauwezi bwana, huo ni mshahara wako wa mwezi. Kama Allah ameamua amekupa ule mshahara wa mwezi, ni lazima uje tu. Kila kitu kina hikma yake vile Mwenyezi Mungu ameweka. Kila kitu. Lazima. Utakuta kuna watu minaudhu billah wanameza madawa ili kuhakikisha stop, which is not right. Achana na family planning. Kuna watu wanameza dawa ili period isitoke, hedhi zao zisitoke. Ukiangalia kiuhalisia, naamini asijajua fatwa, maybe tutauliza Sheikh inshallah siku nyingine tuweze kufahamu zaidi kuhusiana labda mtu ambaye anameza anameza nini ili kustop ile kutoka Allah ana hikma yake kwa nini aliweka iweze. Tuliambiwa ni uchafu, hiyo inatoka kwa mwili. Yeah. Na hii kutoka it's very normal. Na si ati vile tu tumesema kwa kina mama wajawazito, the fact that uko katika hedhi, kuna ibada zingine bado unaweza kufanya. Hujakatazwa kusoma Qur'an, hujakatazwa kusoma dua, kutawadha hujakatazwa. Na pia kufanya nini? Kusaidia. Enda ukasaidia kupika futari. Maana zamani ukiangalia kuna mila zingine, mila zingine ndo zilikuwa zina exclude mwanamke anapokuwa katika hedhi. Ukiangalia ni mila mbaya sana. Maana kuangalia ni kwamba ndio ule ni uchafu wa sisi upande wa kufikia labda kufanya ibada, hatufai kufanya ibada. Lakini ibada zote ndio ile tu swala ambao sana ni swala na funga, ibada za faradhi. Ibada za faradhi hatufai kufanya. Lakini pia yani chochote kinachohusiana na kufanya kusujudu, swala ukiwa katika hedhi, naamini haufai kufanya. Sasa katika ibada zingine kama mfano dua, kusoma Qur'an, hatujakatazwa kusoma, ila kushika maneno ya Qur'an, masafu tumekatazwa kufanya. Naamini sisi kama wanawake ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ana hikma yake kwa nini aliweka hiyo flow iweze kutoka. And it is not a bad thing. Na sio kitu kibaya. Nadhani watu kitu ambacho wanaogopa haswa wanawake ni kuhusiana na kuzilipa zile saumu. Tatizo sio hedhi. Tatizo ni kulipa saumu. Alafu pia wengine tatizo ni kuonekana wa kila mchana. Lakini hata hiyo kuonekana kila mchana, like do it in a respectful way. Si ati kila mtu amefunga hapa unakuja na bakuli yako ya biriani mbele za watu. Bora mimi sijafunga, sinakuja tu na chai yangu nikikunywaga hivi pole pole. Hapana, do it respectfully. Yes, tunaelewa kwa kati kama ni chai na kunywa. Unafaa kuangalia yule ambaye anakuwa kando yako. Ni kama vile sawa, umezoea kuongea nchiriku sana, unapenda mambo ya kuongea sana, lakini umefika mahali pa watu ambao labda hawajazoea masuala ya kuongea ama nini, unawa make uncomfortable. Na hicho ndio kitu ambacho ni makruh, ni kitu kibaya. Na ndio ambao si haramu, sawa, lakini ni makruh, ni kitu ambacho kinachukiza. Na huwezi penda kumchukiza Mola wako, ama pia hutaki kuwachukiza ambao uko karibu na wao. Ndio maana unashauriwa nenda zako tu, anaona tunafasta na kuja na chakula kazi zako jikoni, na sio kila mtu ajue kwamba huja funga. Lakini kuna watu wengine they parade themselves hawajafunga themselves. This Ramadan we are doing things differently, please. Yeah, utakutana na mtu na hijabu yake vizuri na chwinga akitembea mtihani mkubwa. Unajua tumelelewa differently huku nje. Lakini you are bringing really matters pia. Kwa hivyo tusiogope kufunga, kusema kwamba tusiogope yani kufunga zetu ambazo tulizoziacha. Ni kitu ambacho lazima ulipe. Kama ilivyo swala, ukiacha swala unafanya kadha. Inakuwa deni. Inakuwa kama deni. Sasa wewe unakuwa na deni na Mola wako. Sasa ni vizuri sana kutimiza. Maana tatizo sio hedhi. Hicho ndio kitu ambacho nimekuja kukiona. Tatizo sio hedhi. Tatizo ni kulipa. Ukiangalia Ramadhani tunafunga kwa pamoja. Na ile ukilipa uko wewe peke yako. Umeingia zako kazini, kuna mwenzako amekuja na pizza. Lakini haifa ona. Si tuko na 6 tu Shawwal. Si ukimaliza kufunga hii Ramadhani, umemaliza swali ya Eid, kupumzika hiyo siku moja ama 2, anza kufunga. Sio watu wote. Sawa. Unakuta mtu anadaiwa siku 3. Shule siku 3 zinaweza kushinda kumaliza. Alafu hata hivyo like before Ramadhan nyingine ifike, kuna hizo miezi zote. Hata kama utasema kila wiki unafunga, hata kama utaamua basi kila wiki atafunga moja. Nilimefunga Ramadhani mwaka jana. Sawa.
sikumbuki hata ninadaiwa siku ngapi. Ramadhani hii inafika, Shabani inafika na lipa deni, but sijui hata nalipa deni ya siku ngapi. Jamani, tukue responsible. Ndio maana ukaambiwa ikifikia, sio wote ambao pia wana ile nini tajriba ya kwamba atajua kuitumia ile kalenda. Tunajua tena mpaka wapate maelezo zaidi. Ama jaribu kuhesabu siku ama andika mahali basi. Kuna simu siku hizi iko na recording. Unaona mtu mwingine atanyesha Ramadhani kianza na Ramadhani kisha pia atanyesha. Kweli? Lakini sasa nao aki tuache kuwa ignorant tafadhali. Hizi apps ziko hapa hivi kutusaidia. Kama huwezi kutumia app, andika tu chini note. Siku yangu ya kwanza ilikuwa hii. Nikapata tena mara ya pili ikakuwa hivi. Na nimependa pia vile umeelezea Zuhra. Mtu anaweza amua wiki hii acha nifunge moja. Sio lazima zifuatane. Wiki hii nyingine acha nifunge moja. Hata wacha hata wiki, hata mwezi. Wakati watu wanafunga hizi suna unadandia hapo, unafunga kwa sababu niko social kwa nyumba, iwezi kuwa kila mtu afungi. Kweli lazima kuna mtu mmoja anakuambia mimi suna ya Alhamisi na Jumatatu lazima nifunge. Sasa masuala ya hedhi sio changamoto kubwa sana tukaiweka kwamba ni changamoto, tusifanye iko so complicated, kwa sababu we imagine venye tunakuanga na periods ikikuja hizo cramps venye zinauma, hizo menstrual cramps. Hicho ndio kitu kimoja ambacho kinafanya, kitu kinafanya wanaume watajua tu kabisa huyu mtu ameingia hedhi. Hilo swala liko. And then kila mtu cramps zake ni different. Tuyo tutakwambia mimi naumwaga na kichwa, mimi naumwa na tumbo, mwingine utamuona mimi naumwa na mgongo, mwingine ni wakutapika, mwingine anaweza faint. Mwingine uso labda lazima utumie dawa. It is already like an inconvenience. Wengine mpaka mtu analazwa anaenda sijui kuongezwa maji kwa sababu ya inakuwa ni mtihani. Sasa wewe imagine kama tungekuwa tuko allowed kufunga, hiyo cramps inakuwa allowed kufunga. Hiyo tu yani typically utajulikana tu huyu bwana cramps zenyewe ndio hizo. Hata watu kidogo kwambia tu bwana amefungua. Allah akona hikma. Yeye anajua kwa nini ametuambia ladies on these special days don't fast, don't pray. Yani kwa kila jambo Allah ameweka kuna hikma yake ndani yake. Ukiambiwa usifunge sio kwamba umeambiwa it's not a death sentence. Hakuna ibada nyingine unaweza kukosa utafanya. Soma Qur'an, toa sadaka, dua kumaili kifika, pikia watu, dua iftitah, dua tawassul. Yani pikia watu, fanya zile nini ndogo. Kama uwezi soma kaa tu chini usikize. Na ndo kuona like how Mwenyezi Mungu amefanya hii hedhi hata ikakuwa like baraka kwetu. Si fasting zile saum lazima uzilipe. But swala Mwenyezi Mungu amekwambia you don't have to pay them. Sasa kwa nini uone hii saum ni ngumu jamani? Let us challenge ourselves to do like really better. Ana Allah amekupa token. Amekuambia sawa mja wangu, najua hizi swala zitakupa uzito pia kuzilipa. Basi fanya hivyo. Lipa tu saum peke yake. Wakati mwingine I feel ni sisi tu tunataka mambo yawe sisi wenyewe. Sisi ndo tunajiwekea hiyo uzito yote. And it's very simple. Alhamdulillah. Now nataka tuzungumzie challenge ingine yenye saizi tuna social media. Utapata wale wa kupika kuna Ramadan series they want mpaka kuna wengine tushaanza kutafuta nguo za basi unazisave ndugu yangu na pia hautapika. Kuna ile pressure ya kuappear like Ramadhani yako iko very aesthetic. Juzi nimeona online mtu amepost, sasa mimi naangalia naona hizi vitenge hizi kala zake ni nzuri, nikiingia nikisoma chini naona kumbe nimekatia maji. Mkate wa maji wa blue, zile leopard prints, mkate wa maji wa green, mkate wa maji wa red, wa purple, wasema Arabi. Watu wana explore. Sijakataa ni vizuri sana ku explore, lakini hizi explorations hizi vitu tuzifanye kabla ya Ramadhani. Kuna vitu tuvifanye pia isipokuwa siku ya Ramadhani. Like watu time Ramadhani inafika wanafanya clean up ya nyumba kabisa. Ni vizuri kufanya clean up na decoration. It gives you that Ramadan vibe. Lakini hapa kwa kupika lakini like at what point do we say like now this is a lot?
this is way too much. Ikifikia mahali wataka kuka kila kitu kwa mwenza wewe. Wataka mimi sawa, nimeona hii kwa TikTok, nimeona vitumbua vipikwa hivi. Mkata wewe mtu mmoja unataka vyote uweke hapo ndani juu ya meza. Wewe unataka basi jaribisha kimoja kiharibike ndo ujue kosa liko wapi. Wewe unataka kuziweka zote kisha mtu akila sana anaweza kula. Watu nyumba mzima watu waharisha. Mwisho wa siku ambao umeharibu tu pesa kutupikia mambo kama hasa, angalia ni hata ladha haina ya nini. Alafu kesho ukiulizwa iftari kwa wapi unasema si niwapikia mpaka kula. Alafu kitu kingine pia Zuhra, another challenge na social media ni tunataka kuemulate wale zile vitu tunaona social media. Niliona Haifa amefanya hivi, pia mimi nataka kufanya. Ati nyumba yake iko kila mahali. Wewe mume wako hawezi kuwa sawa. Sasa hizi mtu amekaa hapa ameona iftar and chill tumeweka hivi, pia anataka aweke hivi kwa. Jamani, tuangalie uwezo wetu unafikia wapi. Wewe mumeo hana uwezo wa kusema kila siku ataka kula vitumbua. Ndugu yangu akipata labda ni aseme mwisho wa wiki, basi mke wangu ninakuletea mkate wa sinia au ninanunua. Wewe ataka kila siku uone, leo niona matobosha, leo nione nini kaimati, nione mitai, nione sijui tambi za nazi, nione tambi za kawaida. Wewe wataka hivyo vitu vyote uvione. Hana ule uwezo. Sio kwamba amesema basi Mwenyezi Mungu amemruzukia, ajua kila mtu anapata ile riziki yake. Japo alhamdulillah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani riziki kila mtu utakuta wengi wanapata riziki. Kitu kingine pia of which mimi kwangu hii sioni kama ni challenge. Naona ni decision yetu sisi wenyewe. Ramadhani watu wanakuwa na tamaa. Tamaa. Kuna watu wanatoa iftar mwezi wa Ramadhani. Kampuni nyingi zinatoa iftar. Kuna mwanamke tu yeye kila siku yuenda kupata iftar. Hii chakula yote unapeleka wapi? Jamani. Na sasa mko wawili tu kwa nyumba. Hata kama mko wa 10 kwa nyumba. Zuhra. Leo nimeenda kwa Haifa, amenipa gunia hivi. Kesho nimekuja kwako umenipa gunia. Iko na mchele, iko na tambi, iko na unga wa sima, iko na unga wa ngano, iko na mafuta, iko na nini. Nikipata package kwa Haifa, kesho nije nichukue kwako, kesho kutwa kwa Jafari, hiyo nyingine kwa Ali, sijui kwa nani. Hii chakula yote tunapeleka wapi? Hivyo pia tupunguze tamaa mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi ambao sisi tunafaa kufanya nini? Connect na Allah, tukue different. Ndio mwezi yenyewe. Kamilisha mashaf. Soma hata basi kama hautaikamilisha, soma hata kama useme alhamdulillah Ramadhani nilifanyikiwa kusoma juzu 9. Unasikia ile furaha kwamba I did something. Sisi mimi naongelea kitu nimeona. Watu wengine fajr. Wengine hata kabla ya fajr washatoka. Wako na timetable. Tunaenda huku tuchukue, tunaenda huku hizi chakula mnapeleka wapi? Na tumalizie na hii point, maana naona muda kameramani ametuambia muda wetu umemalizika. Tukimalizia ni kwamba wanawake tujitahidi sana kuamka swala ya subhi. Tukiamka hiyo saa 9 usiku, wengine wanarudi kulala, fajiri wanaikosa. Hiyo ni miongoni mwa changamoto. Na ndio hiyo unaamka wewe unapika chakula nyingi, unalala umechoka. Na kama umechoka wewe umeamka saa 9 umepika saa zingine Zuhra unapika hivyo unashindwa kula. Kwa hivyo kitu mimi tuweze kurekebisha. A free piece of advice to ladies to reduce chakula yenye tunapika. Kama una watu wa kula, jua tu size ya watu wako ni gani, pika hiyo. Juu chakula kingi sana hii ndio inakuwaga mwezi yenyewe tunafanya israf sana. Na mwenyewe kinywa chai na bajia ushashiba. Ramadhani saa zingine tu hii kikombe ya chai imenitosha na mahamri. Kwa nini nipike meza hivi niwaandalie? Ule anasemaga aje, endelewa meza mbele ya maadui zangu. Kama naandaa meza mbele ya maadui zangu. Hyper parting shots. Alhamdulillah. Kwa hivyo to minimize chakula zenye tunapika na to maximize time yenye tuko nayo to bond na Allah. Na mimi ningependa kuambia kwamba hizi changamoto zisikufanye ukasahau kwamba wewe unapaswa kufanya ibada. Ibada ni jambo la muhimu sana, na tuko ndani ambao sisi kama wanawake tujitahidi sana kuweka ibada mbele. Najua sisi ndo tunawekwa nyuma siku zote. Utakuja utasikia kwamba wewe ndo mpishi jikoni, ufanye kila kitu nini na nini. Lakini kwa rehema za Mwenyezi Mungu na neema za Mwenyezi Mungu tujitahidini sana kuhuisha huu mwezi. Huo ni mwezi wa sisi kufanya tauba. Japo spend 30 minutes zako kuweza kufanya nini?
kuweza kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu akusamehe, ombea familia yako, ombea ndugu zako. Watu wanapitia shida jamani. Ombea ndugu zako, familia zako, rafiki zako kazini, na inshallah naamini Mwenyezi Mungu anatuongoza zaidi. Ukimwombea mwenzako dua, malaika anaitikia amin kwako pia. Ndio. Sasa nani asiyotaka kuombewa? Alafu kwa wale watu ambao wananyonyesha na wanawake wajawazito, kama huwezi kufunga usifunge. Tumeambiwa na Mwenyezi Mungu la yukallifu nafsa. Mwenyezi Mungu akupatie mzigo ambao huwezi kubeba. So tuna accept tu vile vitu ziko and we do other ibadas. Hata kama ni mbaya tunaendelea. Na unajua ni mengi ambayo tuko nao kuongea, tunaweza lakini hapa tunaweza ongea mpaka turushe mpira kwa Zuhra inshallah malizie. Shukran sana mpenzi mtazamaji pale nyumbani. Natumai mweza kujifunza mawili au matatu from our episode today, ambapo tulikuwa tunazingatia ama tunaangazia changamoto ambazo kina mama wanazipata hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kama vile Haifa na Mariam wametueleza, to accept vile situation ilivyo. If we can do it, then that's okay. Kama hawezi kubali, kuna ibada zingine ambazo unaweza kufanya. Tukumbuke huu mwezi mtukufu wa Ramadhan sio mwezi wa competition. Do what you can with the little that you have. What matters ile sincerity. Are you sincere? Nia yako kufanya hayo mambo yako sawa? Na usimpe mume wako mzigo kama hawezi jamani. Kabisa. Mpaka hapo tunakuaga, masalam, tukutane tena katika makala mengine. Fi amani Allah.